الرحيم توجهي، وأحيي بروح الفضل كل رميمتي. ويا كل أبواب القبول تفتحي، فإن مطايا القصد نحواك أمتي. ويا كل أبواب القبول تفتحي، فإن مطايا القصد نحوك أمتي. ويا صحب الجود الإلهي أمطري، فإن أكف البحر تلقاك مدتي. بحرمة هادينا وروحي قلوبنا، ومرشدنا نهج الطريق القويمة. دعانا إلى حق بحق منزل، عليه من الرحمن أفضل دعوتي. أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، بسمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. ويا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب أقبلنا على خير ملتي. وهم رسولا والفروع برحمتي، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي، وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبة. وصل وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي، محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل من جاءنا من رسالة، ومحمد وآله من كلمته الرسالة، ومحمد وآله من كلمته الرسالة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بحول يا بركة yetu na nuru yetu, shekhe letu, mwalimu wetu, mwongozi wetu, mlezi wa roho zetu, الشيخ المحترم مسعود بن مني، اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه. الشيخ مسعود بن مني رحمه الله تعالى nilivyomfahamu mimi tangu nilipoandikishwa katika madrasa ya Hayat Islamia kwa kupelekwa na baba yangu mzazi Mzee Khamisi Isa Suru mwaka 1981. Sheikh Mas'ud alikuwa na haiba, alikuwa na utisho, uso wake ulikuwa na nuru, na alikuwa safi sana wa mwili, mavazi na mahala popote awapo. Sheikh Mas'ud bin Munni katika khidmatul ilm, kuitumikia ilmu, alikuwa na utayari wa kusomesha na kufundisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala marika yote. Na alikuwa akifundisha marhala zote kuanzia tamhid. Ikiwa tamhid itakuwa ni ya watu fulani waliopevuka, basi twende kwa ile marhala ya watu wadogo kabisa ya chekechea. Sikuhadithiwa, ninawaambia kitu ambacho chenye uhalisia. Sheikh Mas'ud bin Munni amefundisha hurufu hijaia akiwa na bakora yake, akiandika mwenyewe ubaoni alifu be mpaka mwisho, halafu akisimama mwenyewe na akionyesha herufi moja baada ya nyingine, alifu be te. Na mimi nimebahatika kutamkishwa alifu be te. Yeye ndiye alinifundisha. Basi alikuwa na usulubu katika kufundisha kwake, kuandaa wanafunzi wawe attention, yani wawe tayari kupokea. Unajua tena wale watoto wadogo, kuna namna lazima
uendane na wale watoto, basi alikuwa hivyo Sheikh Mas'ud. Wakati mwingine alikuwa anaingiza istihzai yenye natija, halafu na malengo yakafikiwa. Alifu be kongoze tani wa jamii tule mchele mwalimu wetu tumwekee basi watoto wanapata raha, tabashasha. Hii si kumwingiliza mtu yote mwingine, nimeipokea kutoka kwake. Anakutoa kwenye marhala hiyo, anakupeleka kwenye marhala nyingine. Alif fatha. Kutoka hapo anakupeleka alif fatha, alif kasra, alif dhamma, nimejisi sana hii. Nina miaka mingi wallahi sijaisikia. Hii utaikuta chumba kinachoitwa chumba kidogo. Kuna chumba kikubwa na kuna chumba kidogo. Hii unaikuta kwenye chumba kidogo. Mpaka ukifika mwisho pale anakumalizia wasalamu kabuna kalamu. Huyo Sheikh Mas'ud, na huko ndiko alipokitoa. Kisha akifundisha hurufu yeye mwenyewe, ba fatha ba, re fatha ra, dara be fatha ba, daraba, herufi moja moja. Alafu anakufundisha namna ya kuunganisha. Alipokufundisha zile herufi moja moja na hizi za kuunganisha pia anakurudia uone, sawa? Lakini anakuwa na mutabaa. Walimu, haya nisemayo ninamaanisha katika mwalimu asipatikane mwalimu yeye anajiweka kwamba mimi ni wa kiwango fulani, mimi nitakuwa nasomesha watu wa kiwango fulani. Kama tunataka kumwandaa Sheikh Mas'ud, Sheikh Mas'ud alikuwa anafundisha sawa chini kabisa. Huko ndiko alikotoa. Juzi nikana walimu wangu hapa, nikawataka wawe na umakini mkubwa sana kwa wale wageni wanaoingia ambao ndio wanakuja kwanza. Hawa tuwape umuhimu mkubwa na tuwatamkishe na tuhakikishe kwamba wametamka, kwa sababu ndio tutakuja kuwafundisha al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamu thalatha. Lakini mpaka tuwafundishe namna ya kutamka vizuri ili tufikie kuwafundisha hayo masomo ya mbele. Msingi lazima tuwatengenezee vizuri. Kwa hiyo twendeni tukasomeshe herufi. Lam kasra li, sin fatha sa, lisa, ain sakina, ya lisa, ye kasra li, lisa ali, he alif fatha ha, lisa aliha. Ndo kazi nilifundisha masomo. Lam kasra li, sin fatha sa, lisa, ye kasra yi, ain kwanza, ain sakna, ye kwanza, ye fatha ya. Bas almuhimu nacholenga wanafunzi wetu wageni, mwalimu wa herufi awe ni mwalimu mtamakini
awe ni mutqin. Tukikosea pale tusitarajie kuwapata watu wenye nukta za sawa sawa. Umeelewa vizuri? Naam, huko ndiko alikutoa Sheikh Mas'ud kufundisha Qur'an siku mbili, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Alikuwa akisimamia murajaa wa Qur'an kwa watoto wadogo ili waipate sauti yake, ili ajiridhishe namna wanapoisoma Qur'an. Ile inaanziwa suratul Alaq mpaka suratul Nas, anaisoma sura baada ya sura mpaka surati hii. Ni kila Jumamosi na kila Jumapili. Kufundisha al-ibada, at-tahara wal-wudu. Giza lilikuwa kubwa, watu walikuwa wanakuja siku ya Ijumaa, wanaingia darasani kwanza wanafundishwa al-wudu. Kisha kwa siku ya Ijumaa tunatoka Nangara, tunatoka kufundishwa wudu. Kwa huyo ndio Sheikh Mas'ud aliyemtumikia ujiobati katika nyanja ya elimu. Kwa hiyo muda wake wote ulikuwa ndani ya ratiba. Ama ukija katika maandalizi ya kuwaandaa wasaidizi wake, Sheikh Mas'ud walimu waliwaandaa yeye mwenyewe kwa kumsaidia. Aliwaandaa yeye mwenyewe kwa kumsaidia pale. Na katika maandalizi hayo mimi mmeniona mimi niliandaliwa kwa ajili ya kumsaidia kusomesha. Mimi sikuwa na kwenda kazini. Wale waliokuwa napokelewa walikuwa wanapewa mambo muhimu sana wayashike katika mji huu. Kila aliyekuja mgeni aliambiwa ishi kama mgeni, usifike wakati ukawa tena wewe ni mwenyeji. Kilichokuleta ni kusoma katika mji huu, ishi ukiwa ni mgeni. Sio leo nimeenda kwa mjomba, sio naenda kwa nani. Huu ni mpango wa mtu mwenyeji. Shangazi yangu sio kwa alikataa Sheikh Mas'ud mtu akija kusoma siku zote katika maisha yake kusoma aishi awe mgeni ili ashughulike na lile lilomleta. Lakini pia alisema utafanya kazi itakayoelekezwa, muhimu tu isiwe ni kazi itakayoondoa uhai, lakini vinginevyo uwe tayari kufanya kazi. Kwa ajili hiyo kulikuwa kuna misimu ya kwenda kufanya kazi, kufyatua tofali. Kwa hiyo wenzangu walipokuwa wakienda kazini, mimi sikuwa na kwenda kazini, ila kaka yangu Habib, sawa, kaka yangu Habib alikuwa anakwenda kazini. Mimi mdogo wake nilikuwa siendi kazini, mimi nilikuwa naandaliwa. Sawa, mimi sijawahi kupewa likizo na Sheikh Mas'ud. Wenzangu wanapata likizo, mimi sijawahi kupewa likizo, nilikuwa naandaliwa. Wenzangu wako kwenye likizo, mimi nasoma. Hususan kipindi cha likizo, wenzangu wako likizo, akiwa amehamia maeneo ya Masjid Rahma kwa ajili ya kuwa karibu na msikiti, basi humo msikitini. Katika maeneo mengine ambayo mimi nimesomeshwa na Sheikh Mas'ud ni ndani ya msikiti Masjid Rahma. Mimi niliandaliwa kuwa msaidizi wa Sheikh Mas'ud. Mimi
ndiye niliyekuwa mwandishi ubaoni. Niandike ndio watu waje wakae wasome kile nilichokiandika ubaoni baada ya kuhakikiwa na shekhe. Katika ubao ule, chumba kikubwa, hajapatapo mtu yoyote mwingine kuaminiwa kuandika somo ubaoni zaidi yangu mimi. Kama kuna mtu alikuwa na haja ya kufanya mazoezi chumba kidogo, Sheikh Masudi nimemdiriki katika kipindi cha akiwa shekhe wa wilaya wa Baraza Kuu la Islam Tanzania. Kulipokuwa na minasaba aliyekuwa anasimamishwa ni mimi. Kwa mara ya kwanza anakuja mufti As-Sabiq Sheikh Hemed Juma, kwa mara ya kwanza anakuja Babati. Msikiti ni Masjid Rahma. Aliyesimamishwa na kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Mufti Sheikh Hemed bin Juma ni mimi. Nimeandaliwa na Sheikh Masudi nizungumze mbele ya nani? Ya Mheshimiwa Mufti. Lakini Sheikh Masudi alipokuwa akiijiliwa na mashehe zake, aliyepewa jukumu la kuongoza ratiba ni mimi. Tena nakumbuka tayari nilishaanza kupewa ruhusa ya kutoka. Kabla sienda Dar es Salaam, nikiwa Arusha, unakuja msafara mkubwa wa masharifu ndani ya mji wa Babati. Siku zile mawasiliano ni ya tabu. Basi nilitakiwa nije hapa, na siku 3 tulikuwa tunakwenda stendi, kurudi ni saa 10. Siku 3, kwa sababu hakuna simu, hakuna nini. Alimuhimu taarifa ilishatangulia, ugeni unakuja. Kwa hiyo tukawa stendi kila asubuhi, tunakwenda kuripoti kwa shekhe, ndio stendi sawa. Kila basi kija tunakwenda. Siku 3. Siku katokezea, alhamdulillah, zile haisi imeandikwa najah ya Al-Habib Sayyid Ahmad bin Ahmad Jamalul Layl. Safara mkubwa sana wa masharifu. Kwa hiyo kuelezea mambo ya madrasa na kwenda mbele ya mashairi zake, jukumu hilo nilisimamia mimi mbele ya masharifu. Na akiwaambia mwenyewe ni huyu, na kilifanyika kitu kikubwa sana na mpaka leo nakidai. Na miongoni mwa sababu za kuachana, miongoni mwa sababu hizo ni kitendo kilichofanyika siku hiyo. Nilikabidhiwa boksi na spare za baiskeli zenye kutosha. Yaani mtu akiwa garage, mtu akaja na baiskeli yake, lile boksi ndani yake kuna kila kitu cha kuhudumia baiskeli ifanyaje. Boksi lile nilipewa mimi mbele ya Sheikh Mas'ud. Nilikabidhiwa na Sharif Ahmad, Sayyid Ahmad Badawi. Sawa. Na wazee wapo. Lakini Sheikh akasema mwenyewe ni huyo hapa. Kwa hiyo Sheikh yupo, nikakabidhiwa mimi ile boksi. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilisababisha mambo fulani mpaka nilifuatilia mpaka leo majibu hayapo. Kwa hiyo tuliandaliwa. Sasa baada ya kufariki Sheikh Mas'ud, mimi mwenyewe najielewa, niliambiwa nini, najielewa. Lakini
wapo watu wengi wanaelewa. Sheikh alitoa maelekezo gani? Changamoto hizi mnazoziona leo zilikuwepo hata wakati Sheikh akiwa yuko hai. Kwa hiyo mpaka unafika wakati Sheikh ananipa jukumu, kuna mengi yalipita na yeye mwenyewe, kuna vitu vingi ambavyo aliviona sawa na kuweza kunipa hayo majukumu. Lakini kulikuwa kuna wakati wa kuweza kusuluhisha tatizo ambalo la kidawa. Kuna wakati iliharibika hali ya hewa hapa Masjid Rahma, kaja mtu chafua hali ya hewa, niliandaliwa kwa ajili ya kwenda kurekebisha hali ile. Mimi na Sheikh Masud nikaenda nikapambana na yule mtu na hali ikawa iliandaliwa mimi. Yakaja masala ya mtu kufa, baada ya kufa ana madeni ya swala na ana madeni ya saumu, vurugu ikawa kubwa sana. Nikaandaliwa mimi kwamba nisimamie jambo hilo endapo litahitajika kutolewa ufafanuzi, nikaandaliwa mimi. Lakini nikaandaliwa na Sheikh Masudi kutoa darasa za msikitini kwa uangalizi wake. Kwa hiyo mimi hutuba zangu sawa zilikuwa zikihakikiwa na shekhe mwenyewe, umeelewa? Kwa hayo yote yalikuwa nini? Yalikuwa ni maandalizi. Sasa wazee wangu wananijua vizuri sana, na mimi nawajua kwa udogo wangu, kiasi cha udogo wangu. Nataka niseme tunajuana, na ninawahakikishia hii misimamo nilionayo haikuanza leo, ilianza wakati wa Sheikh mwenyewe akiwa yuko hai. Sawa sawa. Sasa Madrasatul Hayat al-Islamia, nikiwa niko Babati na nikiwa niko Arusha, ukafika wakati kwamba pale panahitajika pawe ni shule tu. Waraka ule walipewa Sheikh wangu Sheikh Masud, kisha nikatumiwa waraka ule nikiwa niko Arusha. Sheikh akanipa maelekezo ni usome, nikausoma, kisha akanipa maelekezo nikikuhitaji tu unatakiwa uje. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Alhamisi, nikaambiwa kwenye maandalizi Ijumaa niwe Babati, Jumamosi tutaingia kwenye kikao. Nikafanya hivyo. Siku ya Jumamosi tuko nyumbani, ananipa maelekezo, tukaenda kwenye hicho kikao. Kikao kilikuwa na wazee wengi, kina watu wengi, kwenda kuliangalia jambo hilo, madrasa itoke ibakie shule. Yule aliyepewa sawa kuendesha shule hakuhitaji kuwe na madrasa pale, alisema kutakuwa na mwingiliano. Hilo tulikwenda kulizungumzia suala hilo, tukasema kwamba shule ziko nyingi, sekondari ziko nyingi, hatuwezi kuiondoa madrasa hapa. Shekhe wangu aliwaambia, nimekuja Babati, nimehangaika kwa muda mrefu na matunda, miongoni mwa matunda ni kijana wenu huyu. Kwa hili mimi siwezi kuzungumza, hali yangu ni mbaya, huyu ndio atakayezungumza. Akalia sana Sheikh Masudi, akashindwa kukaa kwenye kile kikao, akatoka. Nikamsindikiza mpaka nyumbani, kanaambia sasa wewe
rudi, alafu utakuja kuniambia mmemalizaje. Nikarudi kwenye kile kikao, alhamdulillah, maazimio yakatoka kwamba hapana, madrasa iendelee. Naomba sasa muwe makini sana, kwa nini tuko hapa. Tangu wakati huo nilielewa pale pana mamlaka, na ndio maana Sheikh Masudi alipelekewa ule waraka kwamba sasa hapa madrasa hapana. Mnaelewa vizuri? Ndipo kikao kile na wenye mamlaka nao walikuwepo, wote tukakubaliana hapana, madrasa haiwezi kutoka. Lakini nataka niwaambie hivi, sababu ya Sheikh Masudi kupewa ule waraka, mnajifundisha nini? Ule waraka unamwelekeza kwamba hapa kinachofuata hapa madrasa itakuwa hakuna. Hapa ni shule tu. Mnanielewa vizuri? Sasa mimi sikutaka kuvutana na mamlaka. Mimi nilikuja kwa amani. Madrasa Al-Hayat Islamia ni madrasa tusomeshe kwa amani. Lakini tulipotambua kwamba iko haja ya kuwa na eneo letu, ndio leo tuko hapa. Na tuko hapa ni maandalizi yaliyotuandaa Sheikh Masudi. Na tunachokifanya na kazi tunazofanya hapa ni kazi za Sheikh Masudi. Na mpaka leo hatuna mpango sisi wa kuvutana na mamlaka hiyo. Tuna mpango wa kuendelea kutafuta maeneo ambayo yatakuwa huru kwetu, mazingira rafiki na salama, tuendeleze kazi za Sheikh Masudi. Sasa Sheikh Masudi hakuwa mtu wa fitna kabisa. Hakuwa mtu wa majungu. Sheikh Masudi alikuwa ni mtu akitoka nyumbani kwake anakwenda mahala, sawa, ni mahala paheri. Yeye alikuwa ni madrasa, msikitini, darsa, kuna munasaba kwenye msiba, kuna maulidi, kuna kongamano hivi, ndio hatua Sheikh Masudi inatoka hatua moja hatua pili na kwenda huko. Lakini Sheikh Masudi hakuwa ni mtu wa vikao vya majungu. Huyo ndio shekhe wetu, tushikamane naye kuanzia kusomesha kwake, lakini uchamungu wake. Sheikh Masudi alikuwa ni mutaabidi sana, alikuwa ni mtu wa dhikri sana, alikuwa akisoma Qur'ani sana, sio kusubiri mwezi wa Ramadhani. Alikuwa na uradi wa kusoma Qur'ani kila siku. Sheikh Masudi ukienda madrasa kipindi cha usiku, hii baada ya maghrib, hamuingii tu mpaka amalize miraji zake, ndio sasa ingieni. Huyo ndio Sheikh Masudi. Na kama tunataka kumuenzi Sheikh Masudi, tusiwe watu wa fitna, tusiwe watu wa mjungu, tujipambe na zile akhlaki zake. Huyo ndio Sheikh Masudi. Walimu, nisikilizeni vizuri. Mtu kukaa kwenye kikao chochote cha fitna, ondokeni kwenye kikao hicho. Mkiona kwamba kikao hicho ni cha fitna, ondokeni. Kikao cha majungu, ondokeni kwenye kikao hicho. Msithubutu kukaa mahala mnatengeneza kumharibia mtu kitu. Msithubutu kutufanya hivi. Msithubutu kumsingizia mtu kitu ambacho hakukifanya, kumtengenezea mtu mazingira kuchafuka. Msithubutu. Ala Muhammad. Hawajawahi kufanikiwa hata siku moja watu wanamna hiyo. Hata siku moja hawajawahi kufanikiwa. Sheikh Masudi alichukia sana hasad, na katika ulimi wake maneno haya hayakuwa yakitoka, yani alikuwa akisema sana, man hasada an-nasa bada bi madarrati nafsihi. Hasadi mbaya, madhara ya kumfanyia mtu hasadi kwanza yataanza na wewe. Wewe ukimfanyia mtu hasadi,
madhara yataanza na wewe. Lakini man hafara hufratan li akhihi muslim waqa'a fihi, mtu atakayechimba shimo anamchimbia ndugu yake Muislamu aangukie, wa kwanza kuangukia ni yeye. Sio shimo tu, ni kile kikao unachokaa, tufanyeni hivi, tufanyeni hivi, tutengeneze hivi, tuseme hivi, tuseme hivi. Man hafara hufratan li akhihi muslim waqa'a fihi, mtu atakayemchimbia shimo ndugu yake Muislamu ili atumbukie, yeye ndiye atatumbukia wa kwanza. Fuatilieni sana ni vikao vipi vilivyofanikiwa vya watu wenye majungu, watu wenye hasadi, wakafanikiwa kwa sababu ya kufanya uhasidi, wakafanikiwa kwa sababu ya kufanya nini, kumtengenezea mtu matatizo. Kina nani walifanikiwa? Hakuna mafanikio namna hiyo. Walimu, tuwahudumie watu, tuishi vizuri na watu, tuwe wanyenyekevu katika kutoa huduma, tusijikweze, tujishushe. Na tabia ya kukaa mnakaa mahala mnasema fulani ni zaidi ya fulani, komeni. Acheni kabisa hii. Fulani ni zaidi ya fulani, hii tabia mbaya, acheni. Ina madhara makubwa sana. Mnatengeneza makundi ya hatari huko. Fulani ni zaidi ya fulani, acheni. Tusome tutakavyosoma. Mambo ni mawili tu, husnul khuluq wa taqwa Allah, tabia njema na kumcha Mwenyezi Mungu. Basi ndio vitu vya msingi. Soma utakaposoma, huna tabia nzuri, huna ucha Mungu, wewe elimu yako haina manufaa yote. Walimu, tunapokaa na wanafunzi wetu hawa, tuwapatie malezi ya kielimu. Malezi ya kielimu ni kuwajenga, kuzijenga roho zao, wasiwe na wivu kujiona, wasiwe na kiburi, wasiwe na hasadi, wasiwe na hikidi. Muwachunge wao kwa wao, wapendane. Tuwafuatilie. Nilikuwa nasema asubuhi hapa, usisubiri tu amjia kitabu na mfundisha, mfuatilie mwanafunzi na nyenendo zake. Huko ndio kumjenga. Sheikh Masudi alitujenga sisi, amejenga wapi? Ametujenga Sheikh, ndio kazi aliyofanya Sheikh Masudi. Kwenye vikao vyenu na kwenye madrasa zenu na wanafunzi, msipandikize chuki. Msipandikize chuki. Wafundisheni wanafunzi kwa ajili ya jamii. Msiwafundishe wanafunzi kwa ajili yenu, kwamba wawaruhusu, wawasimamie, wawatumikie nyinyi tu. Wafundisheni wamheshimu shekhe wa Mrara. Wanafunzi ni wako, unamfundisha ilmu. Elimu ile imsaidie kumjua shekhe mwingine baada ya shekhe wewe, baada ya mwalimu wewe, amjue na mwalimu mwingine. Anavyokuheshimu mwalimu wewe, basi amheshimu na mwalimu yoyote mwingine. Anavyokubusu wewe, ambusu na mwalimu mwingine. Anavyokusimamia wewe, tuwafundishe hivyo. Tusipandikize chuki kwa wanafunzi wetu, kwamba mwalimu fulani msimuheshimu, mwalimu fulani hafai. Msithubutu mafundisho ya namna hii. Halafu masikio yenu tieni pamba. Msishughulike na mambo ya mji. Msishughulike na mambo ya mji. Sisi tunatakiwa tuwe msaada. Tutakuwa msaada kwa misimamo na utu na binadamu wa kielimu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasubiriwa huko
Watu wanatengeneza mpango wampate mwalimu mmoja, wamweke pale mbele ili awapeleke kwamba huyu ndio mwalimu wao katika jambo lao. Umewaacha walimu wenzao, jamii hii imeharibu. Maimamu wote lenu ni kuunganisha Uislamu. Walimu wote kuunganisha Uislamu. Wanafunzi wetu wakikutana na wanafunzi wa walimu wengine wanakuwa na mahaba ya Uislamu. Sio wanakutana huko wakichukiana. Nini? Wamejengwa hivyo. Tunaelewa vizuri? Sasa kazi ambayo aliyotuachia Sheikh Masurudi ni kuendeleza kusomesha. Ndio kazi aliyotuachia. Nasikia Sheikh Masurudi hajatuachia kazi ya fitna, hajatuachia kazi ya hasad. Hapana, ametuachia kazi ya kusomesha. Siku ya 40 ya shekhe letu Mwalimu Abbas, Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogole, ambaye ni mjumbe wa Baraza la Ulama Taifa, katika nasaha zake alituambia uzoefu unaonyesha mashekhe wakubwa wanapofariki wenye madarisi, kinachotokea ni mifarakano. Tunakumbuka basi kwa kipindi kile wewe ulikuwa na ile box fulani. Leo ukiacha hizi simu, zile nasaha ulizirekodi kwenye ile nini inaitwaje? Cassette. Unasikia bwana? Cassette. Na siku moja wakati tunakula chakula nyumbani kwako kaiweka. Unasikia? Tulihusiwa hivyo. Akatuhusia msije mkafarakana. Sije? Mkafarakana. Jambo lingine. Again. Walimu wetu, ukihitajika mahala popote, aga. Na msikilize mwalimu wako atakavyokushauri. Ikiwa mtu ataona kwamba anajitosha yeye mwenyewe, ameonekana kwenye mimbari au kwenye hafla fulani, watu wakamwendea bwana kule barabara kuna hitaji mwalimu kule, tutakuwa nyumba, tutaangalia na mazingira yako, maisha yako. Usemaje? Amesema neno ndio tayari. Unakwenda barabara, mtafeli sana. Hakikisha unapokwenda mahala umehitajika, pata ridhaa kwanza, Na mwalimu akikwambia usiende. Hivi utakapokwenda kule, utakwenda kusema mwalimu wangu Mwalimu Hamza na hujamwaga. Utakwenda kufanya huko labda mwalimu unajua sisi alhamdulillah, sio utaratibu huo. Alafu unakuwa unamwambia mimi kule sasa ndio mdiri. Nilimwambia kwamba mimi niliangaliwa, sio? Sijajiweka. Sawa? Sijajiweka. Na ndio maana nikasema najitambua. Sasa wengine, wewe utakuwa mwalimu, wewe somesha hapa, sikilizeni maelekezo yetu. Sawa? Ukubwa hautafutwi hivyo. Ukubwa hakuna sababu ya kusema mimi hakuna. Anasema elimu ni kama miski ikiwa mahala, sawa? Ile harufu inatoka. Wewe ukiwa mtu akisawasawa, hakuna kitakachokuficha. Tulikuwa Dodoma.
26. Sawa? Kwa bahati nzuri tulifikia sehemu moja. Tumelala asubuhi, tumeamka, tunajiandaa sasa kuelekea ratiba zitakapoelekeza. Sasa hii fursa nzuri. Tunakutana na Sheikh. Fursa hii haipatikani. Tunakutana kwa pamoja hapa. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Haiwezekani tukajadili jambo la aina hiyo wakati Mheshimiwa Mufti, sisi wateule wa Mheshimiwa Mufti hapa, haiwezekani. Ni uhaini. Elewa? Maana yake nini sasa? Mashekhe wa mikoa, wateule wa Mheshimiwa Mufti, tunataka jambo fulani kulijadili mpaka tupate ridhaa kwake. Ajue tunataka kufanya nini, atupe ushauri, akikubali sawa, akikataa. Umeelewa? Ndio utaratibu. Hivyo wanafunzi wanaruhusiwa kuwa na taratibu fulani za kuendesha mambo. Mfano, una mambo inaruhusiwa, kuna viranja, kuna hivi, lakini lazima muwe waangalifu sana. Kikiwa ni kitu tofauti, lazima mpate idhini, mtoe taarifa kwanza. Sio mnasema tu ile eneo kubwa hili hapa naona tukiamua kufuga na nini kuku yote banda pale. Mara mwingine anakuja wewe. Hii nini? Tunaamua kuanzisha mradi hapo. Marufuku. Jambo zuri, lakini lazima lifuate taratibu. Walimu kila mtu kwenye eneo lake. Sawa? Lakini kama tumekubaliana kwamba tuna mahala pa kukaa na kuongozana na kupeana maelekezo, tukiitana mara moja mmoja hapo. Tukitoka tunaondoka na letu hili moja. Na tusiwe na mipango ya kudhuru. Sawa? Tuwe na mipango ambayo ina maslahi na jamii yetu. Umeelewa? Na ni marufuku kukaa vikao vya kutengeneza fitna. Kwa vikao vyetu ndio maana huwa hatuna kumzuia mtu asiingie kwenye kikao chetu. Sababu tunazungumza mambo ya wazi, mambo ya kheri. Ndio vikao vyetu. Tuko jamani. Sasa muda umekwenda na malizia hivi. Mji wetu hauko vizuri. Mji wetu hauko vizuri. Lakini sisi wenyewe tupo vizuri. Nasema tupo vizuri sababu gani? Tunafanya kazi ya Sheikh Masoud. Tusaidie kurekebisha hali ya mji. Tunasaidiaje walimu? Mji hauko vizuri. Hata siku hii ya leo, sawa? Nawe pia haiko vizuri. Sisi tunatakiwa sehemu ya kutengeneza. Tunafanyaje? Tusizungumze ila na nini? La kheri. Umeelewa? Mkitoka hapa, mlikuwa wapi? Acheni mjadala. Lugha ni nyepesi. Leo ni siku ya hauli ya Sheikh letu. Asubuhi tumekwenda kumzuru. Baada ya asri tumepata kikao cha kusoma visomo na kumwombea msamaha, kumrahamu, kumwombea Mungu, lakini na kuzungumza manake yake. Unajua mnaelewa vizuri? Ukisikia mtazamo unajua ndio tumeshamaliza kufanya dua. خلاص. Mnaelewa? Lakini ukatoka hapa, njoo. Unatoka wapi? Mlikuwa mnafanya nini? Fungeni hiyo milango. Fungeni hiyo milango. Sawa? Hata kama umeamua kushiriki mahala, nenda kwa ikhlasi, kwa nia safi,
shiriki, hudhurisha nia yako, fanya kile ambacho kilichopo pale, khalas. Na hatujatamka, maimamu wetu hao ni mashahidi hao. Pia kuniambia shehe, tumeambiwa kuna kualika, nikamwambia alikeni. Mkihitajika mahala, tengeneza nia, nenda. Sijawahi mimi na asimame mwalimu hata mmoja tangu nimekuja hapa rasmi kabisa, sijawahi wewe njoo, unaona yule mwalimu yule mwalimu afai kabisa yule, sitaki mkuone sijawahi. Sijawahi mwalimu aina yoyote, sijawahi kumwambia usimheshimu mwalimu fulani, usimpende mwalimu, sijawahi. Hayo sio maelekezo yangu. Wala sijawahi nimekaa kwenye kipindi nimebahatika na kama wanafunzi wangu nikamwambia madrasa fulani ni mbaya, hii ndio, sijawahi. Kwa hiyo twendeni hivyo. Sawa? Hivyo. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo nimeona tuelekezane inshallah taala. Sasa tusomesheni kuanzia alifu kama alivyokosha. Sawa, tushikamane na ibada, na umoja ni nguvu, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametulinda, ametuhifadhi, ametusitiri. Na walimu wangu nawaambia kweli na amani katika maeneo yenu. Muhimu tu waheshimu viongozi katika maeneo huko mnakotoa huduma. Ndio mtakuwa mmetuheshimu sisi. Usiwe bahala popote ukaenda ukadharau watu wa eneo lile. Hayo ndio maelekezo yetu. Sawa? Baada ya kusema haya, Mwenyezi Mungu atuongoze sote. Amen. Mwenyezi Mungu atufaidishe kwa ulumu za baki yetu na ndugu zetu sote. Mwenyezi Mungu atupe asrar zake, atupe baraka zake, atupe nafasi zake, atukuishe katika mwenendo wake. Na Mwenyezi Mungu atupe elimu zenye manufaa, atubarikie. Mwenyezi Mungu atutishie elimu. Ukichukua bwana.